Haleluya. Amen. Chapie tena Bwana makofi mengi na haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Basi tutamwabudu Mungu kwa dakika chache kwa sababu Bwana anapenda kuimba. Amen. Haleluya. Amen. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu yasamehe dhambi. Damu ya Yesu yasamehe dhambi. Damu Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati tunakuja njiani, mtumishi Mary alikuwa anatushuhudia kama alivyoshuhudia hapa ya kwamba mtoto mmoja alichukuliwa na Mungu akapelekwa mbinguni, na alipokuwa katika maono yale akamwona Yesu analia sana. Yesu alikuwa analia kwa ajili ya wanadamu. Baba yake anamwambia, muda umefika, nenda kawalete watoto wangu. Yesu aliendelea kulia na kumbembeleza baba yake na kumwambia bado watu wengi hawajaokoka. Akasema, hao walio tayari nenda kawalete, maana uovu duniani umekuwa mwingi kuliko hata Sodoma na Gomora. Yesu aliendelea kumbembeleza Mungu ili amwongezee muda ili watu waendelee kutubu na kurejea kwake, lakini akamwambia, mara hii siwezi kukupa nafasi tena, wala siwezi kukuongezea muda. Nenda kawalete watu wangu. Jiandae, andaa majeshi ili uende duniani ukaniletee watoto wangu. Kwa ushuhuda huo nami nitaanzia hapo hapo kuhubiri. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ushuhuda huo mimi ulinipa kutafakari zaidi. Nilimjibu nikamwambia, kwa ushuhuda huo inaonekana
Yesu yupo karibu kurudi. Haleluya. Na wakati Yesu yupo karibu kurudi, wakati huo sisi hapa duniani hatuna mpango wa kujiandaa. Tunaishi duniani kana kwamba tumefika. Tunaishi duniani wakati huo tunagombania madaraka. Wakati Yesu anaendelea kumbembeleza baba yake na kumwambia niongezee muda, yeye anamwambia mara hii sikuongezei nafasi, mara hii sikupi muda tena, nenda duniani kaniletee watu wangu. Wakati sisi huko duniani tunafanya vitu vya kijinga, tunafanya vitu vya kipumbavu, yaani ndio kwanza tunatamaa na uchu wa madaraka kwa kiasi kisichoelezeka. Tuko bize na kupambania vyeo, tuko bize na kutafuta mali na utajiri, tuko bize na kutafuta vitu vinavyoharibika, vitu ambavyo vinapita, wakati Yesu anaendelea kulia sana mbele za baba yake, akituombea nafasi nyingine ili tuendelee kutekeleza. Inasikitisha sana na inaumiza sana. Ilikuwa ni juzi, siku ya Alhamisi kuamkia Ijumaa, nikiwa nyumbani kwetu kule Kasulu, Kigoma, majira ya saa 11 alfajiri, siku nilikuwa nimelala kanisani. Niliomba usiku wa manane, nilipomaliza nikasoma neno. Nikasoma neno asubuhi ya saa 11:12 kasoro, nikasikia usingizi, nikasema nilale. Wakati nimelala, nikajiona kwenye ulimwengu wa roho nimetembelea kanisa moja. Lile kanisa nilipokuwa kule nje, nikaona ndani washirika wamekaa. Walikuwa wamekaa upande huu na upande huu, na katikati kulikuwa na njia. Kiongozi mkuu wa ile kanisa alikuwa bado hajaingia kanisani. Kwa hiyo walikuwa naye wamemsubiri kiongozi, mchungaji au askofu, sielewi, lakini walikuwa wamemsubiri. Lakini pale nje mimi nikaona watu wamekuja, wamebeba jeneza, na lile jeneza ndilo lilitangulia kuingia kanisani, na baadaye kiongozi, mchungaji wa ile kanisa akaingia. Nilipokuwa kule nje sikufanikiwa kuiona madhabahu, ila niliona watu waliokaa upande huu. Alipoingia kiongozi wa ile kanisa na alipoingia ile jeneza,
sasa hivi. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Neno la Mungu linasema mjua sana Mungu ili uwe na amani na ndipo mema yatakapokujia. Mwaka wa kukumbukwa na Bwana 2026. Huwezi kukumbukwa na Bwana kama hauna Mungu. Haumjui Mungu, huwezi kukumbukwa na Mungu. Ndio maana neno nasema mjua sana Mungu ili uwe na amani ndipo mema yatakapokujia. Amani unayohitaji huwezi kuipata kama haumjui Mungu. Baraka unazohitaji huwezi kuzipata kama haumjui Mungu. Ili ufanikiwe lazima umjue Mungu. Na Mungu wetu tunamjua kupitia neno lake. Neno ni Mungu mwenyewe. Unapolisoma neno unamtafakari Mungu. Unapolisoma neno unamtambua Mungu. Unapolisoma neno unamuelewa Mungu. Na neno ukilielewa litakuongoza. Neno ukilielewa litakuwa kiongozi wa maisha yako. Neno ukilielewa litakubariki. Neno ukilielewa litakupa nguvu na uzima wa milele. Bwana ni taa ya miguu na mwangaza wa njia zako. Mjue sana ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Wakati Yesu yuko bize kulia kukuombea wewe kwa baba yake, wewe uko bize na makahaba, wewe uko bize na dunia. Dunia inapita na mambo yake yote. Dunia inapita, vyao vinapita, uongozi unapita, mamlaka zinapita. Kinachodumu milele ni uzima wa milele na ni neno la Kristo. Neno la Kristo halina mwisho. Neno la Kristo linadumu milele na milele. Barikiwa mtumishi. Tutafute neno, tutafute Mungu. Tutafute Mungu. Nitasoma kitabu cha Zaburi sura ya 68 mstari wa 35. Neno la Mungu linasema, Mungu ni mwenye kutisha kutoka patakatifu pako, ndiye Mungu wa Israeli. Yeye huwapa watu wake nguvu na uwezo, na ahimidiwe Mungu. Mungu ni mwenye kutisha kutoka patakatifu pako, ndiye Mungu wa Israeli. Yeye huwapa watu wake nguvu na uwezo. Mungu anatisha. Unajua, tunapomzungumzia Mungu au tunapohubiri habari za Mungu tunapita juu juu.
Tumtumie Bwana, muda ni mchache. Nakumbuka wakati fulani Mungu alinifunulia maono ambayo yalikuwa na mjumbe ndani yake. Ilikuwa ni siku ambayo niliona katika mbingu maandishi yanapita